Hii ni Habari Weekend. Mimi ni Pili Mlindwa, niko na Jonathan Livingstone kwenye lugha ya alama. Nilikwambia hapo awali kwamba hivi leo Habari Weekend tumemwalika hapa Abdallah Mkumbila maarufu Muhogo Mchungu. Tutazungumza naye kwa kina kabisa, yako mengi tutajifunza kutoka kwenye tasnia ambayo ameishi kwa zaidi ya miaka 30. Yako mengi tutayafahamu, na hiyo ni punde tu tutakaporejea. Asante kwa kuendelea kusalia hapo na kufuatilia Habari Weekend, na nilikwambia na tayari muda umewadia tuyajadili na kufahamu mengi kabisa, ikiwemo pia kujifunza, kwa sababu tunaamini sanaa ya filamu Tanzania inazidi kukua kwa kiasi kikubwa. Kwa hivyo yako mengi ya kuvuna, na pengine utajiuliza kwa nini tumemwalika hapa Mzee Muhogo Mchungu. Tumemwalika kwa sababu yani mwigizaji mkongwe. Ukisikia mtu amedumu kwenye tasnia kwa zaidi ya miaka 30, umri wa mtu mzima huo. Kwa hivyo yako mengi ameyapitia, kuanzia kwenye Kaole kule mpaka hivi sasa. Mabadiliko yamekuwa makubwa kwenye tasnia hii ya filamu. Tumeingia kwenye kuona tamthilia tena, badala ya yale maigizo tu ya kawaida ya kutengeneza filamu za kawaida zile ndefu. Kwa hiyo yako mengi ya kujifunza. Basi tumemwalika hapa tuvune mengi kutoka kwake. Karibu sana. Asante sana. Na Muhogo Mchungu, nakumbuka mara ya mwisho nimekuona 2017 18, mpaka leo hauzeeki. Nini siri? Kwanza labda nafikiri Mwenyezi Mungu ndo alivyoniumba. Hili ndio kubwa. Lakini katika juhudi zangu mimi kama mimi, kwanza najitahidi sana kula vyakula vya asili. Najitahidi sana kula vyakula vya asili. Kama miogo, kama jina lako? Miogo, viazi, unaona vitu vya namna hiyo. Lakini hata mafuta ambayo nahisi kwamba haya yanaweza kawa yakiwa ndani, najaribu kuyakimbia na kutumia mafuta ya asili. Lakini pia napenda sana kufanya mazoezi. Tuangazie kwenye kuingia kwenye tasnia. Umekuwepo kwa muda mrefu na umedumu. Mtu akishadumu kwenye kitu ambacho amekifanya, kuna kitu kiko ndani yake. Ulijifunza tu kipindi kile cha Kaole, ama unaona ulizaliwa ukiwa msanii, ama nini kilitokea? Kaole pale katikati. Niliacha kazi mwaka 1992. Nilikuwa nimeajiriwa na shirika la afya Muhimbili. Mwaka 92 ndio niliacha kazi nikajikita kwenye sanaa. Kikundi changu cha kwanza cha uswahilini kilikuwa kinaitwa Mshikamano Kacho Troupe, ambacho kilikuwa na makao yake makuu Tandale kwa Tumbo. Kabla ya TV. Hii TV imekuja juzi tu. Hiyo mwaka 1900 ndio ikawakuta kwenye Kaole tukaanza kuwaona. Tulianza jukwaani. Ikapita kama miaka 2 au miaka 3 nikachukuliwa na kikundi cha Urafiki Dancing Troupe. Nilikaa takriban kama miezi 9 hivi kama sijakosea. Nikajiunga na kikundi cha Dodoma Modern Theatre na kuelekea Dodoma. Hiyo dancing ulikuwa unacheza ama ni jina tu, lakini mambo ya kuigiza yalikuwa humo ndani? Kuigiza wale Urafiki kulikuwa na kuigiza na dansi na taarabu na sarakasi. Lakini hata Dodoma kulikuwa hivyo hivyo. Dodoma tena kulikuwa na muongezeko, kulikuwa na bendi kabisa. Walikuwa na bendi ya wanamuziki. Hata mwanamuziki maarufu sana aitwa Anania Ngoliga, yule mlemavu wa macho. Tulikuwa naye kipindi fulani, alikuja Dodoma, tukawa tuko naye. Baada ya kutoka Dodoma Modern Theatre, nikarejea Dar es Salaam kwa muda kama miaka 2. Baada ya hapo nikajiunga na kikundi cha Tandale Modern Theatre, ambacho nilikaa kama muda miaka 2 au 2.5 ama 3, kitu kama hicho, sikumbuki vizuri. Baada ya kutoka hapo ndo nikajiunga na kikundi cha Kaole. Ndo watu tukakufahamu sasa kuanzia pale. Ukiacha kuigiza, umetaja hapo kwenye baadhi ya maeneo ulioenda kuna kuimba. Unaweza kuimba ama wewe ni uigizaji tu? Mimi ni uigizaji na kutunga mashairi, yani kutunga yale maneno ya kwenye zile nyimbo za taarabu na nini, ndio ninachokiweza. Lakini kuimba kwa kweli mimi naitwa mroho kwenye kuimba. Kwa nini? Kwa sababu nikiwa naimba na sauti ya 3, wewe nikikuona unaimba sauti ya 4 na mimi nakuja sauti ya 4. Unapotea. Nikirudi mara niko sauti ya kwanza. Kwa walimu wameshindwa sababu bwana wewe mroho wa uimbaji. Huwezi tena. Sawa. Nini siri ya kudumu kwako kwenye tasnia hii ya filamu nchini? Huwa napenda sana kusema hili neno. Nidhamu.
nidhamu. Basi sina jambo linginewe, ni nidhamu tu. Na hata katika nyimbo za zamani kuna wimbo mmoja wa Juwata anasema nidhamu ya kazi ni msingi wa mafanikio mema kazini. Sio msingi. Yaani kitu chochote lazima kianze na msingi. Kwa hiyo mimi naamini msingi wa kuigiza kwangu sio kitu kinginewe, ni nidhamu. Kama huna nidhamu, sidhani kama unaweza ukadumu kwenye jambo lolote. Sawa. Mpaka tunakufahamu kuna vitu vingi ulikuwa umeshafanya. Nini ambacho unasema hiki nilichokifanya kilinitoa mpaka kufikia hapa? Yaani kazi ambayo ulifanya ukajivunia ukasema hii imenitambulisha. Kazi iliyonitambulisha kwenye uso wa watu wengi wa Tanzania nilipokuwa Kaole, tuseme kwenye igizo la Ujafa Ujaumbika, ilikuwa kama ni utambulisho, lakini kazi hasa ilifanyika kwenye mchezo unaoitwa Fukuto. Fukuto. Alo. Na hapo kwenye Fukuto, sina kumbukumbu vizuri kati ya Fukuto ama Ujafa Ujaumbika, lakini kuna nyama yao, kulikuwa na nyama yao, kulikuwa na Bista, kulikuwa na Kibakuli, wanao nyama yao na Kibakuli. Hiyo ilikuwa Fukuto. Hiyo ilikuwa Fukuto. Kwa nini una Fukuto? Kwanza kama jina lenyewe lilivyo, kulikuwa na Fukuto na Fukuto lilikuwepo kweli kweli. Na Fukuto ile hadithi ndio katika hadithi karibu za mwanzo ambazo zilionyesha maisha ya watu wa kijijini hasa. Kwa sababu sisi tulikuwa tunacheza tukionyesha kwa kijijini. Na wakati ule kweli pale tulipokuwepo palikuwa kijijini hasa, kwa sababu tulikuwa tukitoka Mbezi kuelekea kule Goba, pale mara nyingi kama gari imekuacha lazima utembee kwa mguu kama dakika 30 hivi ndio ufike. Na mawasiliano yenu yakoje? Wale ambao vijana wanasema mlihit kipindi hicho, mkaiva chungu kimoja, mkawapa Tanzania ladha ya filamu, kwa maana ya kwamba Bista, lakini pia nyama yao na hata Kibakuli. Ukaribu wenu ukoje kwa sasa? Mimi sisemi hao tu, lakini niseme karibuni Kaole nzima sisi tulikuwa tumeishi kama ndugu. Tulikuwa tunakumbushana kama wiki mbili zilizopita, ni kwamba wakati mwingine tulikuwa tunanunua muhogo, alafu kinunua muhogo ule unawagawia wenzio. Jaribu kufikiria tu, umenunua muhogo wa shilingi 100 alafu unagawia wenzio, kuonesha kwamba sisi tulikuwa kama ndugu. Yani mtu mmoja akiwa na hela, basi nyie karibu wote mna hela kwa sababu ya yule mtu mmoja tuliokuwa naye. Tulikuwa tunaishi kama ndugu. Ni mengi tu yamepita, yani mtu ukienda nyumbani kwa mwenzako, yani uhisi kama umeenda kwa mtu mwingine, unaona umeenda nyumbani kwa mwenzio. Kwa hivyo unayakumbuka, unayatamani maisha hayo? Mpaka sasa bado tunayo. Kwa mfano Bista, mama nyama yao, Pililiwei, Kibakuli, nyama yao mwenyewe, kina Kipemba, yani ndio, yani bado ule udugu unaendelea, tunapigiana simu, tunaongea. Hongereni. Asante. Kwa sasa hivi unaweza ukaitazama vipi tasnia ilivyo, ukaipima kwenye ile mizania, kwamba tuchukulie mfano kwenye tamthilia ambazo umezicheza, ndio ikiwemo ya Toboa Tobo, ndio, lakini ukaichukulia na kazi ambazo uliwahi kuzifanya zamani hizo, ndio, unaweza ukasema nini kwenye hiyo mizania? Unajua sasa hivi tatizo kubwa linalokuja ni kwamba kila mtu anajua. Hata kama unajua, msikilize yule kiongozi aliyosimama mbele yako. Hii imekuwa shida kubwa kwa watu wengi sana. Lakini kingine ni kwamba wasanii wengi hatuna nidhamu. Kwa hiyo tunaiteremsha kazi yetu kutokana na hiyo. Kwa sababu tuchukulie kwamba mnatakiwa saa 4 ndio mwanze shooting. Saa 4 unapigiwa simu umezima. Sio kwamba wewe sio upigiwe simu, unatakiwa uwepo eneo la kazi. Hii kazi yako. Sasa kama hii kazi yako alafu mpaka unapigiwa simu, nini sasa maana yake? Unatakiwa uwepo. Kama kuna dharura, iseme dharura. Lakini kitendo cha simu, kuzima simu kuanzia saa 4 mpaka saa 8, alafu saa 8 unakuja ukiwa na cheti cha hospitali ambacho
saa 6 au saa 7 ndo umekichukua hospitalini. Maana siku hizo hospitali wanaandika na nani na muda uliokwenda hospitalini kwao. Saa 4 watu walikuwa wanakutaka uwe location. Saa 4 ukifika, unafika saa 7 unakwenda hospitali, unachukua kile cheti, ndio unakwenda hospitali sema nilikuwa naumwa. Nidhamu, tunarudi pale pale. Hivi visingizio. Sawa. Nini ambacho kwako wakisema huyu ni msanii ama mwigizaji bora, nini kinakuja? Yaani anatakiwa aweje ili awe bora? Mimi kwangu mimi mwigizaji bora ni yule anayeweza kushika script vizuri, kusikiliza maelekezo ya director, kusikiliza kameramani anamwambia nini. Yaani mtu mwenye kuweza kufishika hivyo na akawa na nidhamu kwenye ile kazi yake. Mimi kwangu huyo ndo msanii bora. Sawa. Na hebu acha tutazame hapa moja kati ya kazi ambazo ameshazifanya hivi karibuni, na hii ni Toboa Tobo ambayo imerushwa pia kwenye chaneli ya Sinema Zetu. Hebu ngoja. Nimejisikiza kwambia. Nataka kulia mzima mume wangu kwa amani. Kama tolea huyu mama sitaki Biselman, Biselman. Hebu sikiza basi. Ndio Biselman, mimi sio shemeji yako. Ngoja. Hebu tulia. Biselman. Nani? Huyu naye mke wa marehemu. Mke wa marehemu. Mzee Toboa Tobo. Niko peke yangu. Sio Jamani, hebu sikiza basi. Tusijaze watu hapa. Sawa. Tusheni maiti tuingie ndani tukao. Si ushushi. Ukitaka hivyo twende tukaongee ndani. Na ukiongea ndani madaraka ya kuzika mimi ndo ninayo. Ukitoa amri hiyo ndo nitaushusha. Mimi ndo nitailala kinyume cha hapo si wewe. Haiwezekani. Hebu basi. Ngoja mama. Hebu ngoja. Haiwezekani. Twende tukaongee tu. Naam. Wakati wa kufanya shooting kwa tamthilia hii ya Toboa Tobo, nini ambacho kwako kilikuwa kizuri ukakifurahia, lakini kipi ilikuwa kama changamoto kwako ambacho tuliotazama na kuifurahia hatukuwa tunafahamu? Uzuri ni kwamba kuna baadhi ya wasanii, yani muda ule mkiambiwa saa 3, basi wao saa 3 wako pale. Mnafanya mazoezi ya script ile, jinsi mlivyoishika, mnakosoana, mnaambizana ili neno linafaa lakini ongeza na jambo lingine. Yani ilikuwa ndio chachu. Kuna baadhi ya watu wako kama kawaida kwenye msafara wa nani wa nzige, panzi nao wanaingia. Kuna baadhi ya watu kwa kweli wakati mwingine we mnakaa kutwa nzima, pengine mmeshuti scene 2 kwa sababu unamkuta yeye ndio muunganisho wa scene 18 zote mnazotoka kucheza. Yeye huyo mtu mmoja. Kwa hiyo yule mtu mmoja anaweza akawavuruga nyinyi wote kwenye ile kazi. Lakini ndio changamoto ziko zinatokea. Kubwa tu kazi yote ndio kazi zilivyo. Unajua mwanadamu ana matatizo mawili. Au ana kasoro mbili. Mwanadamu Mwenyezi Mungu alivyomuumba anasahau na anakosea. Sawa. Uhusika upi ambao wewe unaupendelea zaidi? Lakini ni mazingira yapi ambayo ukiigiza unajiona fahari? Ingawa mazingira mengi yanakuwa ya kijijini na inaonekana unayafurahia, lakini huenda pia huyafurahii ila unapewa tu. Labda mimi niseme ndo mimi katika wale watu wa asili. Mimi ni mwasili, napenda sana kuwa kijijini. Napenda sana kucheza kijijini au kucheza ile hali ya chini, kwa sababu hii ndio hali ya Watanzania wengi. Zipo baadhi ya sinema na tamthilia nimecheza kama nikiwa mtu mwenye fedha, lakini zipo chache. Lakini nyingi inaonekana madirector wengi wameamini kwamba mimi naweza zaidi kufikisha ujumbe nikicheza kama mtu wa kijijini au nikicheza mtu wa hali ya chini. Kwenye hii safari mpaka hapa tumefikia kwenye masuala haya ya tasnia ya filamu, vijana wanaochipukia, watu wengi, nyinyi wakongwe mmefanya kazi kubwa, na wapo wengi ambao huenda wewe unawapenda, lakini si mbaya ukatutajia wale 5 wako bora ambao wewe unaona hawa wananikosha mimi. Kimsingi mimi niseme watu wengi sana wanafanya vizuri. Wengi wanafanya vizuri, na si yetu na tabia.
kwamba tunapenda tuwasifie watu wakishakufa. Sasa naona kama nikiwasifia watakuwa kama wamekufa vile. Si watayanusa maua yao angali hai. Kwa sababu unajua baadhi ya watu ukimsifia sasa ile mtu anavimba kichwa. Kuna baadhi ya mtu kumbe Mwogo Mchunga ndaja kawaida, lakini wenyewe wanajijua na huwa anawaambia anakuwa pamoja. Lakini pia wale ambao wanaonyesha mwelekeo, kwa sababu kimsingi mnapoigiza yani unamuona mtu huyu ana mwelekeo. Kuna baadhi yao ukiwaambia kitu anakusikiza, lakini kuna mwingine ukimwambia yani anakuwa kama vile unaambiwa nzi na nyuki wote walikuwa kwenye mafunzo pamoja. Nyuki baada ya kupata mlio tu nzi baada ya kupata mlio kaondoka, kamwacha nyuki kajua kutengeneza asali na kupata mimba ile. Tukamilishe kwenye tasnia hii kama ambavyo awali nimesema kwamba inakuwa pengine vijana wanaoendelea kuchipukia wanapaswa kujifunza nini ama kuchukua tahadhari gani, kwa sababu mafanikio ama maboresho yanayokuja na changamoto zake. Yapi ambayo unatamani kuwapa kama vijana? Mimi niwaambie kwamba kazi yoyote, shughuli yoyote, lazima umsikilize kiongozi akuongoze. Hukatazwi kutoa mawazo yako, lakini msikilize yeye anataka nini, na mwisho wa siku yeye ndiye atakuwa msemaji wa mwisho. Nidhamu hiyo. Nakushukuru sana. Asante sana. Na mtazamaji wa Habari Weekend, ni Abdallah Mkumbila maarufu kama Mwogo Mchungu. Tumekamilisha naye na tumekuwa naye, bila shaka tumejifunza vitu vingi ambavyo amekuwa navyo kwenye safari yake ya zaidi ya miaka 30 kwenye masuala haya ya tamthilia, uigizaji, bongo movie kwa ujumla wake, naweza kusema hivyo. Hii ni Habari Weekend.